Maelfu na mamilioni ya Wakristo wengi wamepotoswa na roho mtukutu aitwa Aaron Pekanta. Hii ni baada ya kuomba na kufanya Mungu paraka chapaka papa pala pacha papa pala papa papa pala paka pala kala kasuru bala kala. Hata mashetani inawatisha. Na baada ya vita kutokea mbinguni, Mikaeli na ule choka mkuu wamepigana, choka kushindwa, akatupiliwa duniani. Lucifer ameamua kuteua baraza lake la mawaziri. Baraza la kwanza aliloteua ni waziri wa fedha na madini, ambaye atawapa watu pesa zisizokuwa za msingi, pesa wasizofanyia kazi, lakini malipo yake ni kafara. Maana hakuna kitakachotoka bure, bali utatoa sadaka ya damu. Shetani baada ya kuteua waziri huyo wa fedha na kuchanganya watu, amempa waziri wa pili ambaye ni waziri wa mavazi na mabambo. Hapa ndipo amewachanganya wanadamu, ambapo wanafaa nguo zingine za kuwatangaza vile walivyoumbwa. Wengine wameanza kuchipamba na kumtoa Mungu makosa, kuchipaka rangi za milango midomoni, hata zingine kwenye uso wao na macho. Nduru za kuaminika zinaarifu ya kwamba hao wote wametangaza vita na Mungu na jehanamu inawangojea. Ng'ombe na binadamu wameapa ya kwamba hawatabisana kuhusu sikukuu ya Krismasi. Hii ni baada ya mujibu wa gazeti la kila siku, kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka 1:56 ama 26, inasema kwamba mamake Yesu namu akachukua mimba mwezi wa 6. Yesu kasaliwa kama binadamu wa kawaida, naye akasaliwa kwa maana baada ya miezi 9 kama binadamu wa kawaida. Ndipo unaposoma Luka 2 nasema akamfahamu binadamu kwa 100% na akamfahamu Mungu pia 100%. Kumaanisha alisaliwa kwa muda wa miezi 9, ambapo kwa mujibu wa hesabu za takwimu ya BKMTV Kenya tumegundua ni kwamba kasaliwa mwanzo wa mwezi wa 4 mama mwisho wa mwezi wa 3. Je, Disemba 25 ni siku ya kweli ya Yesu kusaliwa? La hasha. Kwa mujibu wa kitabu cha Yeremia 52:31, nicho hakimu mfalme wa Yuda aliweza kutolewa gerezani mnamo siku ya 25 mwaka wa 24 mwezi wa 12 wa mwaka huo wa utawala wa Jeroboamu mfalme wa Yuda. Na kwa mujibu wa maandiko matakatifu, sikukuu ya Krismasi haitambuliki, ila ilikuwa ni